Kwa majina naitwa Xavier Ruben Kusaka, nasoma shule ya sekondari Malamba Mawili. Leo tumejifunza kuhusu mambo yanayosababisha ukatili wa kijinsia na changamoto zinazowakuta watoto shuleni ambazo zinawafanya wasiweze kusoma kwa amani. Tumejifunza kuhusu mambo ambayo tunatakiwa kuyafanya ili kuepuka ukatili wa kijinsia. Ukatili huo wa kijinsia ni kama ukatili wa kingono, ukatili wa kisaikolojia na ukatili wa kielimu pia. Ukatili huo tumejifunza kuhusu ukatili nao wa kimwili ambao unaweza ukasababisha mtoto yoyote shuleni asiweze kusoma kwa amani au furaha. Lakini pia tumejifunza kuhusu njia ambazo zinaweza kutatua changamoto hizo ambazo zinakuta watoto shuleni. Na pia tumejua changamoto ambazo zinatukuta hapa shuleni kwetu, shule ya sekondari Malamba Mawili. Tumezijua changamoto hizo na tumefikisha maoni yetu tunajua tumefikisha maoni yetu sehemu salama ambao wanaweza kutusaidia kutatua changamoto hizo ambazo zinatukuta hapa shuleni. Kwa majina naitwa Jasmine Saidi, nasoma shule ya sekondari Malamba Mawili, nasoma kidato cha kwanza. Leo shuleni kwetu tumetembelewa na wageni ambao hao wageni wamekuja kutueleza kuhusu ukatili wa kijinsia, maana ukatili wa kijinsia na athari za ukatili wa kijinsia. Ukatili wa kijinsia ni kitu au kitendo unachofanyiwa na mtu bila wewe kuridhia. Kwa mfano, napoongea mimi hoja yangu mtu asipoisikiliza, huo ni ukatili wa kijinsia. Lakini pia wametuelezea vitu ambavyo sehemu ambazo tunaweza tukafikisha vitu ambavyo tunavyofanyiwa. Kwa mfano, walimu wakitufanyia ukatili wa kijinsia, cha kwanza mwalimu au mwanafunzi akitufanyia ukatili wa kijinsia, tunaweza tukafika kwa mwalimu wa nidhamu au kwa mwalimu mkuu kumwelezea kitendo kilichofanyiwa. Na kama mwalimu mkuu au mwalimu wa nidhamu hajalifikiria lile jambo, tunaweza tukaenda katika ofisi za serikali za mitaa na sehemu nyingine. Asanteni. Majina yangu naitwa Farida Charles Lupembe, ni katibu wa KC kutoka kata ya Msigani. Leo hii tulikuwa na program ya kuja kufanya mdahalo shule ya sekondari Malamba Mawili hapa, na sasa ndo tumemaliza, tumefika hapa, tumepokelewa vizuri na mwalimu mkuu na tukaelekezwa madarasa ya kufanya nayo mdahalo. Kwa hiyo tulijipanga tukaenda kuzungumza na wanafunzi ambao kwa kweli tumepata changamoto nyingi kutoka kwao. Wameibua changamoto mbalimbali, matatizo wanayoyapitia. Tumepata changamoto, kwa mfano wamesema wao kwamba wanaomba wasichapwe viboko kwenye makalio, wachapwe mikononi. Lakini pia wana changamoto kubwa ya kuhusu taulo za kike ambazo shule haina uwezo wa kuwa na hizi taulo za kutosheleza wanafunzi wote punde wanapopata matatizo. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo inawapelekea watoto wengine inabidi waondoke mapema shuleni waelekee nyumbani kwa ajili ya kujistiri. Lakini pia changamoto zingine ambazo tumeziona ni upungufu wa maji shuleni ambao ni changamoto. Shule hapa tumeangalia na kufuatilia kuona kwamba kutokana na jiografia ya eneo hili, kisima kilishindikana kuja kuchimba, maji yalikuwa mbali, lakini way forward ambayo inatakiwa hapa ni kwamba maji yafuatiliwe kupitia DAWASA bomba peke yake lije mpaka hapa, labda linaweza likasaidia kutokana na wingi wa watoto walioko hapa. Pia changamoto zingine walizoibua katika ukatili wa kijinsia ni kwamba wengine wana changamoto majumbani wanakotoka, wengine wanakaa ni watoto yatima, wanakaa na wazazi ambao hawawezi kuwakizi mahitaji yao, wanatoka nyumbani bila fedha za kutumia, hawana uwezo. Kwa hiyo lakini inabidi aje shule. Kwa hiyo wana michango mbalimbali, remedi wanashindwa kutoa. Lakini pia changamoto zingine walizosema vyoo vichache shuleni. Kwa hiyo na vyoo vya wanawake kwa ajili ya kujistiri na kubadilishia vyumba ni vichache, chumba ni kimoja, wanafunzi ni wengi. Na tukabaini na ukweli wingi wa watoto shule hii wako 1928. Kwa hiyo ni wanafunzi wengi sana. Kwa hiyo tumechukua changamoto zao ni nyingi sana ambazo siwezi kuzielezea hapa, tumeziandika. Lakini mwisho wa siku tukaja kukaa mezani na mwalimu mkuu, tukaja kumbainishia baadhi ya changamoto ambazo wao, kwa mfano kama walizosema walimu wanachapa sana viboko, wanaomba zipunguzwe. Adhabu ni nyingi ambazo zinapelekea mpaka mtoto hakai darasani na kuwa anafanya
anafanya adhabu nje. Kwa hiyo tumejaribu kujadili na mwalimu, amesema ataongea na walimu wake, hilo lilikuwa ndani ya uwezo wake. Lakini masuala mengine ambayo KC tumemwomba mwalimu mkuu kwamba tunaomba kikao sasa sisi na wazazi wa hapa pamoja na kamati ya shule ili kusudi tuweze kukaa nao na kuangalia changamoto kama hii ya maji. Tuna uwezo kwa kushirikiana na wazazi tukaona namna kwa rasilimali ya kutumia sisi wenyewe wazazi tukiwashirikisha sisi KC, tuna uwezo kutatua hii changamoto hata kwa kufanya michango sisi wenyewe, tukatengeneza bomba kubwa kutoka kwenye bomba lisichepushwe popote na maji yakafika hapa na tukawa tumetatua changamoto ya maji mahali hapa. Kwa hiyo mwalimu mkuu ametuahidi kwamba baada ya shule, kwa sababu shule zinakwenda kufunga, shule ikifungua kuanzia wiki 2 za mbele, ana uwezo wa kiitisha mkutano, atatushirikisha siku 5 kabla ili kusudi tujiandae kuja kuweza kuzungumza na wazazi.